zako Mungu, umetupa kibali kukanyaga kwenye malango haya. Ni neema yako tu, kama ulivyomwagiza Yoshua, kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo zenu nimewapa kumiliki. Mungu mwema, kwa amri hiyo hiyo mwasaidie watumishi wako kuimiliki ardhi hii. Bwana, sisi tuko hapa kukuwakilisha wewe. Kwenye viwanja hivi ni wewe umetamalaki, kwenye anga hili ni wewe umetamalaki. Utukufu na heshima ni vyako Mungu. Tunauliza neema yako kwa ile ahadi yako kwamba mtu anayekaa chini ya uvuli wako mahali pasili, watapita kwenye bonde la vilio, wataacha kicheko. Watapita kwenye ardhi yenye ukame, mvua za baraka zitanyesha. Ndivyo ikawe kwenye majira haya, ndivyo ikawe kwenye ardhi hii, ndivyo ikawe kwenye nyumba hii. Ikawe hivyo Mungu kwenye familia hii, ikawe hivyo Mungu kwenye anga hili, kwenye mtaa huu. Jina lako lina nguvu kupita majina yote. Hakuna jina tunaloweza kulitaja duniani likafanya mambo makuu ya ajabu kama jina lako Yesu. Yalikuwako majina makubwa duniani, wapo watu walipita kwenye dunia hii wenye kutisha, ambayo watu wengi waliwaogopa na kuwatetemekea, lakini walipokufa Mungu, hata ile hofu iliondoka. Walipoondoka juu ya uso wa dunia, majina yao hayakufanya kitu. Utisho wao Mungu uliondoka pamoja nao. Sivyo ilivyo kwako Yesu Kristo mwamba. Ni miaka 2026 iliyopita tangu ulipokuwa katika mwili duniani, na ulipoondoka alama ilibaki bado inasimama. Nguvu zako bado tunaziona, utisho wako bado tunauona, mamlaka yako bado inatawala, jina lako bado linafanya kazi. Asante Mungu mwema kutupa neema na jina hilo. Mungu wetu, tunalitaja tena kwenye viwanja hivi, kwenye mtaa huu, jina la Yesu Kristo linaloweza kubadilisha hatima ya mwanadamu, linaloweza kubadilisha maneno ya mabaya, linaloweza kuleta uzima katika mauti, linaloweza kuhuisha vilivyokufa. Jina lako Yesu Kristo ndilo tunalolitaja mahali hapa. Asante Mungu mwema, pokea sifa na heshima. Jina lako ni kuu, likitajwa mizimu inakimbia, mapepo yanatoroka, wachawi wanakimbia, waganga wanaondoka mbio. Bwana tusaidie, kwa kuwa neno lako limesema waoga na wasizi hawatarithi katika ufalme wa Mungu. Tujalie basi kuwa wenye haki mbele zako, maana neno lako katika Zaburi limesema waovu hukimbia hata wasipokimbizwa na mtu, bali wenye haki ni jasiri kama simba. Tunao ujasiri kwako Mungu kulitaja neno lako katika viwanja hivi, kulitaja jina lako kwenye mji huu, kusema habari zako kwenye mtaa huu. Uinuliwe, utukuzwe, heshima na utukufu ni vyako, ni katika jina la Mwokozi Yesu, amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi sitakuwa na cha kusema, muda umeenda. Nimwalike baba. Karibu baba, karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya.
yote mama angetusalimia hata kwa kujitambulisha tu. Baada ya pale kija sasa kuingia kwenye neno, tunaingia kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe waumini. Nafurahi sana kunitembelea hapa nyumbani kwangu. Mungu awabariki. Awape moyo huo. Karibuni sana, nimefurahi. Kwa majina naitwa Mama Nori au Mama Gati au Mama Senya, yote ni yangu. Amen. Na wengine tunaona kuna kabinti hapa. Karibu dada Senya. Karibu. Njoo tusalimie, tukuwa na afya njema, ni utukufu kwa Mungu. Amen. Lakini nashukuru kukuona endelea vizuri. Karibu dada Senya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tunawashimishi. Amen. Tunafurahi sana kuja kutembea na kwetu kuja maombi. Amen. Amina. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunafurahi sana kuja kutembea nyumbani kwetu kadiri ya maombi kwa majina ya Gati Church. Nani? Gati Church. Amen. Tupige makofi kwa utukufu wa Mungu wetu. Amen. Kwa niaba ya wageni wote tuliotembelea hapa, nimwite mama mchungaji kwa niaba yetu wote. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana kufika mahali hapa, na tunashukuru tumekuta mnaendelea vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Ongeza makofi kwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi karibu baba. Bwana Yesu asifiwe. Nionyeshe furaha kubwa sana kama kanisa la Mungu. Kwa kweli tuko wachache, lakini tunayo amani sana. Amen. Lakini tunayo furaha sana. Amen. Tumefurahi kufika kwa mtumishi wa Mungu mahali hapa. Amen. Kwa kweli limekuwa jambo la neema sana. Amen. Sana, na usituchoke. Usituchoke. Tunajua ya kwamba neno la Mungu limetutaka tufanye ibada za nyumba kwa nyumba. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume utakutana andiko linasema nao walikuwa wakifanya ibada nyumba kwa nyumba. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ni neno la Mungu, lakini pia ni moja ya njia ya kufahamiana. Wewe ukawa na ndugu yako katika Bwana yupo kanisani tu halafu upafahamu nyumbani kwake. Lakini tunapofahamiana hivi linakuwa jambo la neema sana. Amen. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya nyote mliofika mahali hapa. Niwashukuru watumishi wa Mungu wote mliotupokea na kutukaribisha. Mungu awabariki sana. Haleluya. Amen. Basi kwa kuwa kila walipokutana waliumega mkate, tutaumega mkate kidogo leo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema ogopa, somo linasema ogopa posho agupayo shetani. Moja ya fundisho ambalo lipo kwenye kitabu changu. Kwa hiyo nimetamani acha tu baba vitabu. Acha tu vitabu uwe na amani kabisa. Nimetamani nikumegea kipande kidogo kinachotoka kwenye hicho kitabu. Haleluya. Amen. Ogopa posho analokupa shetani ni mtego. Haleluya. Amen. Shetani huwa hana kitu cha bure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani shetani huwa hana kitu cha bure. Kama ulifikiri shetani ana kitu cha bure chochote, unajidanganya. Hata kama shetani akija kwa njia ukahaba, akawa anakununulia chipsi, anakununulia kuku, sijui anakuita majina mazuri ndani, my sweetheart, my tomato, na namna kadha wa kadha, jua mwisho wa siku utalia. Huyo ndio shetani. Wapo aliowapa chips, lakini mwisho wa siku akaacha na ukimwi. Wapo aliowapa kuku, lakini mwisho wa siku akawaacha na mimba, akawakatana watoto. Shetani hana cha bure. Na mara nyingi huonesha uzuri ulioko mbele.
halafu anashindwa kuficha madhara ya kile kitu anachokupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ogopa posho analokupa shetani. Mwanzo 14 mstari wa 17. Naomba tuanzie hapo. Mwanzo 14:17. Mwanzo mstari wa 17. Ndio. Biblia inasema, Abrahamu akarudi kutoka kumpiga Kadolaoma. Ndio. Na wale wafalme waliokuwa pamoja naye. Ndio. Mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe. Mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika nini? Bonde la Shawe. Katika bonde la Shawe. Nalo ni bonde la mfalme. Nalo ni bonde la mfalme. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai. Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta nini? Mkate na divai. Alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana. Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana. Muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Ahimidiwe Mungu aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu, nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe. Naomba urudie tena. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu, nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe. Abrahamu akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana, Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi, ya kuwa sitatoa uzi wala gidamu, ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abrahamu. Sikiliza. Hapa tunaona kuna watu wawili. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona kuna watu wawili. Ndio. Nataka nikufundishe kilicho cha thamani sana maishani mwako. Kilicho cha thamani sana maishani mwako, ili usije ukakiuza kwa chochote. Ndio. Nisikilize. Nataka nikuonesha kilicho cha thamani sana kuliko vyote, ili hicho usije ukakiuza kwa thamani ya chochote. Ndio maana Biblia inasema sika sana ulicho nacho, asije mtu akatoa taji yako. Sehemu nyingine anasema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui unanielewa? Amen. Yaani natamani ili andiko, yaani ulivae, yaani ikiwezekana ulikoroga kwenye uji ulinywe, halafu likae ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaposema shika sana ulicho nacho, si ndio? Shika sana ulicho nacho, asije mtu akatoa taji yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza, huwezi ukakishika sana kama hujui thamani yake. Unasikia mjisi? Amen. Mtu kama hajui thamani yake, hawezi akakishika. Ndio. Sana kwa sababu hajui thamani yake. Ndio maana ukiwa na milioni 5, si ndio? Milioni 5. Kuna namna fulani utakuwa umeificha, si ndio? Ulishawahi kukutana na mtu labda na bag la milioni 600 na liguta barabarani? Liko wazi tu. Mahera yanaonekana. Lazima weke mbali. Leo tuko Kahama, mchi wa madini. Wangapi washawahi kuona dhahabu hapa? Waliowahi kuona dhahabu? Unaona sasa? Na hesabu 1, 2, umenyosha? Sijawahi. Hujawahi. Juu umeshawahi kuona dhahabu? Uliona wapi? Wapi? Wewe mjuaji wewe. Wapi? Live au kwenye nani? Sio kwenye simu. Live kuiona. Ulishawahi? Bado. Una miaka mingapi hapa? 20. Mwinjilisti hamna. Mama Mosi hamna. Astedi hamna. Mpaka injinia.
Injinia ulishaiona? Nilishaiona lakini imeshachomwa yani kwa mbali. Waliowahi kuishika? Tumetoka kwenye kuiona kuishika. Chini. Yaani kuishika ya mtu. Wewe jua kuishika, mimi sijui ya mtu yako kuishika. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini waliowahi kuona nyanya mikono juu. Sasa kati ya dhahabu na nyanya kipi chenye thamani? Dhahabu watu wanaitunza, tena inalindwa kwa sababu ni ya thamani, na mtu akishika dhahabu anakuwa na namna ya kujilinda. Ndio mimi niliwahi kutembea na milioni 300. Tena ilikuwa ni kuitoa tu soko la madini pale kuleta pale benki. Kwanza waliponipa zile hela nilizikataa. Nikamwambia yeye mnataka nitekwe. Hawezi ukanipa hizo hela niwekeni kwenye benki. Wakasema bwana sisi wewe bwana hizi hapa keshi. Yaani nilitafuta askari wa kunisindikiza nikakosa. Nilikuwa na faida ni mwenda wazimu wenzangu. Nikamwambia pastor, kaa kwenye gari twende. Tuliwasha gari kutokea pale soko la madini mpaka benki tukatetemeka. Dhahabu, kitu cha thamani hakibwebu hivi hivi. Kitu cha thamani hakibwebu hivi hivi. Watu hawajui thamani ya wokovu, ndio maana wanaubeba kwa lele mama. Lakini wokovu ndio kitu cha thamani zaidi. Ndio kilicho cha thamani zaidi duniani. Nafsi ya mtu. Ndio. Lakini leo hii watu hawaogopi kuuza nafsi zao kwa Shetani. Ndio. Kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya dhahabu, kwa sababu ya chochote. Na mpenda Ibrahimu alipotoka kupigana vile vita, akiwa amechukua mateka, amechukua dhahabu, amechukua fedha, amemkomboa na ndugu yake Lutu, akiwa na kila kitu. Ameteka nyara. Mali za nchi 5 zote. Jamaa nazo. Alipokuwa akitoka kule, akaja mtu mmoja. Yeye hakuwa anahitaji kitu chochote. Nikaja jasusi mmoja anaitwa Melkizedek. Biblia inasema ni mfano wa Yesu Kristo. Ndio. Yeye hana baba wala mama, kama sio Yesu ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipofika pale, yeye afiki kuonesha njanja. Hafiki kuomba chochote. Hafiki kuhitaji fedha. Ndio. Sio kama mitume wa sasa hivi na manabii wa matumbo wa sasa hivi. Wenyewe wakija kwenye maisha yako wanataka fedha. Ndio. Wakikuombea wanataka fedha. Wakikubariki wanataka fedha. Nataka nikwambie wamekuwa manabii wa huni, matapeli, wengine mpaka wanataka kiwango cha kumwona nabii. Ndio. Huyo ni fake. Naam. Melkizedeki alipomwona yule jamaa akasema hii ni sura ya Mungu, hii ni roho ya Mungu. Yeye anasema sikia, Abrahamu na abarikiwa na Mungu aliye juu sana. Mungu aliyeumba mbingu na nchi anamthibitisha Mungu, na baada ya kuthibitisha huyu ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Anasema Ibrahimu akampa fungu la 10, akampa zaka. Ndio vitu vyake vyote. Haibiwi. Abrahamu haibiwi. Anajua sauti ya Mungu. Ndio. Anajua sauti ya Mungu. Anajua nabii wa uongo. Anajua mchungaji wa uongo. Anajua mwinjilisti wa uongo. Anajua. Ndio. Mtu wa Mungu anaijua sauti ya Mungu. Ndio. Anamjua mtu wa Mungu kweli kweli. Ndio. Anamjua na mtu wa Shetani. Sio leo watu hatumjui Mungu, ndio maana tuwajua watumishi wake. Ndio. Sababu ya watu kutokuwajua watumishi wa kweli ni kwa sababu hawamjui Mungu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akambariki akasema nabarikiwa na Mungu aliye juu sana. Aliyeumba mbingu na nchi. Naam. Baada ya kuona hivyo, kuna muhuni mmoja, mfalme wa wapi? Sodoma. Mfalme wapi? Wa Sodoma. Niliwahi kufundisha nikasema Sodoma ilikuwa na dhahabu, ilikuwa ina fedha, ilikuwa na kila kitu. Mfalme wa Sodoma alipoona ile neema iliyoko juu ya Ibrahimu, sikiliza basi. Haleluya. Amen. Anasemaje? Anasemaje? Ule mstari wa 21. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu, nipe mimi hao watu. Nipe mimi nini? Hao watu.
na hizo mali uchukue wewe. Sasa umeelewa hiyo? Nipe mimi hao watu na hizo mali ufanyeje? Chukue wewe. Nipe mimi hao watu na hizo mali ufanyeje? Chukue wewe. Nikwambie jambo moja. Shetani, si ndio? Shetani ndio haogopi kukupa chochote ukimpa nafsi yako. Unasifiwe? Amen. Unaelewa vizuri scholastica? Unanielewa vizuri schola? Yaani shetani haogopi kukupa mali ukimpa roho yako. Nipe mimi hao watu na hizi mali uchukue wewe. Watu wengi leo wameuza nafsi zao kwa sababu ya fedha, wameuza nafsi zao, wameuza utu wao kwa sababu ya mali. Nataka nikwambie, shika sana ulicho nacho, shika sana imani yako, shika sana moyo wako, shika sana ubinti wako, shika sana ujana wako, shika sana ndoa yako kuliko chochote ambacho shetani anaweza kukupa ili akuharibie maisha. Ndio. Nipe mimi hao watu. Ninakuja nakwambia mwingizi Dani. Una hela. Sasa Dani wewe Dani wewe una upako. Una upako wewe. Halafu na maandiko unajua, asikiliza. Nipe mimi hao watu. Hako kakanisa kalete kwangu. Halafu nikupe mali wewe. Ndivyo wengi watumishi wa Mungu leo wengi. Usije ukawaona wengine wana misafara. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukawaona wana misafara mizito. Wameamua kuwauza watu, na iko vizuri bado. Wameamua kuwauza watu kwa shetani. Unasikia? Inakata chai. Iko vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wameamua kuuza nafsi zao. Nataka nikwambie, hata usije kuona manabii wa uongo hawa. Sijui wanauza mafuta ya upako, sijui wanauza maji ya upako, sijui wanauza takataka za upako. Nataka nikwambie, wameingia makubaliano na shetani. Ndio mimi hawa watu ili wauzie tu maji, uwape mafundisho ya uongo. Wachungaji wengine wanaagiza chumvi, wanaagiza nywele, wanaagiza makucha, vitu ambavyo tulikuwa tunapata kwa waganga wa kienyeji. Ibada za kiganga. Ndio. Wameamua kuwauza wale watu ili wenyewe wapate nini? Wapate fedha. Ndio maana ukiamua kuuza nafsi yako, kwa shetani, unaweza ukapata kila kitu. Unaweza ukapata kila kitu. Lakini sikiliza. Huyu mfalme anawataka wale vijana 300 aliowalea, ambao kimsingi ndio walioenda kuwapiga wale wafalme waliokuwa wanateka. Halafu eti mtu tu from nowhere anakuja na kuambia nipe hao watu. Sasa hivi hao watu wakienda kwa mfalme wa Sodoma, si wataiteka dunia yote? Walivyofundishwa wale mavijana, si wataiteka, si watafanya uharibifu mwingi sana. Kwa sababu Ibrahimu akiwa anajua hawa ni wa thamani, hiki nilicho nacho ni cha thamani kuliko fedha wala dhahabu. Watu wengi leo wameamua kuuza ibada. Ndio. Nipe mimi hiyo. Kwa mfano, hata leo tu hapa naongea kabisa, shetani akajipanga kabisa. Mtolee mfano naye. Yeyote tu. Acha nisimtolee mtu mfano. Shetani akajipanga kabisa. Akasema yani kabisa. Ngoja sasa nitolee mfano. Anakuambia naombeba Yohana. Nitolee mfano mimi. Akasema shetani akajipanga. Akakwambia mtidani. Sikiliza. Mimi nakupa kazi. Si ndio? Yaani kazi hiyo hautaruhusiwa kufanya ibada. Hautaruhusiwa kufanya ibada. Ila kwa mwezi nakupa milioni 5. Yaani masharti yake haruhusiwi kufanya ibada. Hivi kweli skola utabuka hapo? Kwa mwezi. Hautasema kwamba ngoja nisipige hata miezi 3-4 nikishapata hela yangu hapa tayari. Na shetani ndio lugha nyepesi anayosemeshaga. Jana nilipokuwa kwenye chuo pale, wale wanafunzi walipokuwa na hitimu,
Nikawaita nikawaambia, sasa sikilizeni. Kimsingi mimi nataka niwape zawadi. Na nikawaambia kabisa, nataka niwape zawadi ya 10,000 kila mtu. Lakini na zawadi aina hizi 2. Nina zawadi aina hizi 2. Wengine nataka niwape yaani anayetaka 10,000 aje achukue cash na nikaziweka mkononi hivi. Lakini anayetaka tu neno la baraka, anayetaka maombi, asimame hapa. Yeye hatapewa hela hata 100. Anayetaka 10,000 yeye apewe hapa, asimame hapa. Ili niwape nini? 10,000. Niwape 10,000. Hiyo ndio zawadi yangu. Kwa hiyo na zawadi ya maombi na zawadi ya fungapi. Nataka nikwambie nika 10,000 yako, ila watu waliumiza kichwa. Yaani watu waliumiza kichwa. Yaani niko nasema wewe unaenda kwenye maombi au unaenda kwenye 10,000? Baadaye alikuwa kama mkaka mawili. Akasema mimi pasta ni hapa. Akapiga na magoti. Sasa hao wengine walipoona hivyo na wengine wakaunga tu nini? Tena. Wakaanza kwenye maombi yote. Kimsingi niliwaombea. Na baadaye nikawapa kazawadi kadogo. Ndio. Wakawa wameondoka. Amen. Hebu fikiria 10,000. 10,000 hiyo. 10,000 hiyo. Yaani ukienda nao tu sasa hivi hata phantom hapo. Ukija kurudi yani hata tumboni unajua hata kama umekula na unafika ugali nyumbani unaupamiza. 10,000 imeisha na ugali ambao unafanyaje? Unaupamiza. Au mimi ndo natumbo hivyo peke yangu? Hapana. Yaani 10,000 kabisa. Wewe. Na unashibaje? Yaani hata unajua hata kama umekula. Ujui kama umekula. Tuzuri kabisa. Nenda pale NBM pale na 10,000 yako. Nenda pale. Ukade nilikuwa na Isaac siku moja. Haitoshi hata kula sato. Nilikuwa na rafiki yangu Isaac hapa. Nikamwambia Isaac tule. Sasa akauliza mtu wa Mungu. Wali nyama shilingi ngapi? Sio alimwambia akasema hamna. Kama mtu wa Mungu tule tu siku moja unajitoa roki. Pesa makaratasi. Alitabika sana. Sasa eti wewe na 10,000 pale. Utakula mshikaki huo? Mshikaki mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ndipo unaweza ukajua kwamba shetani hutumia vitu vizuri ili haribu hatima yako, haribu maisha yako. Anajua huyu nitatumia hii fedha ili awe mali ya jehanamu milele na milele. Na Biblia inasema huko niko kutakuwako kilio na kusaga meno. Nataka nikwambie hata kama dunia imekataa kuhubiri habari ya jehanamu, mimi nitakwambia uko moto wa jehanamu na unakungoja kwa kila mtu asiyeamini jina la Yesu. Kwa kila mtu aliamua kuuza nafsi yake kwa shetani. Watu wanalala na majoka, watu wanashinda kwa ganga wa kienyeji, watu wanashinda wanaloga ili kwa sababu wana fedha. Nataka nikwambie usiuze nafsi yako kwa shetani kwa gharama yoyote. Ndio. Kuna rafiki yangu mmoja. Watu wa Mungu. Tungekuwa tunauzaga nafsi zetu hivi kwa Mungu. Kanisa la Mungu lingekuwa moto hatari. Ndio. Mama mchungaji ule msitu mchana tu unatisha. Watu walikuwa na uawa mchana kule. Watu wanatupa vichanga mchana. Halafu yeye kapewa dawa anaambiwa hivi, sikiliza. Nenda mle kwenye ule msitu, ingia saa 12 za jioni mpaka saa 12 za asubuhi ukiwa uchi wa mnyama. Ule msitu unatisha. Yaani mle watu ukiona nyoka wanaomba usiue. Ule msitu unatisha. Kwa sababu ili apate fedha, ili apate dawa ya biashara, anaenda kujizindika kwenye ule msitu. Alikaa mle kwenye ule msitu siku nzima. Anakuambia nyoka zilikuwa zinapita tu hivi. Alafu nilikuwa najiamini, si nilikuwa na dawa. Nilikuwa najua mna cha kunizuru. Yuko uchi wa mnyama. Anaamua kuuza nafsi yake kwa kiwango hicho kwa ajili ya fedha. Kitu ambacho kikifa. Kitu ambacho ukifa utaviacha. Watu wanalala na majoka. Mimi nakwambia ukweli. Wanalala na majoka. Kuna watu wana pesa nyeusi. Hawezi kukupa hela usiku. Ndio. Yaani giza tu hivi, mimi sitoi hela usiku.
Wameamua kuuza nafsi zao kwa shetani. Ndio. Wengine hawajaenda kule, lakini wameamua kuwa makahaba. Sasa mimi ni Malaya Company Limited. Tulikuwa tunapita pale siku moja, tuko na mtumishi Juli pale. Yaani makahaba unaliona kabisa, nilidada kabisa, inasema yaani pa kwanza usema wewe si ni mwanadamu, lakini yaani unashika kabisa na pua nayo kabisa, unaona anatuma shavu. Anashika hivyo. Unamwona kabisa, lakini amejitoa akili. Ndio. Kavaa chupi. Yuko pale. Sasa mimi nilikuwa napita pale na hapa tukaa tu nani? Tuvipeperushi. Tuwakaribisha ibadani. Yaani kwanza ni mmoja nilipo nikasema nilikuwa najua hela. Anawaza hela. Nilikuwa najua hela. Au mwingine alikuwa anafikia sio appointment. Yaani wewe uko kwenye majumba tu rafiki yangu. Nataka kujenga apartment. Ninafikiria ni hela. Au ninafikiria kwamba nalipa kabla tukutane sehemu fulani. Anasoma na kukutana karibu ibadani. Yaani anaangalia, anachukia. Nafikiri yeye alikuwa anatoka na pumbavu. Hatutoe Yesu sasa hapa hatuna. Sisi hatuna hela. Ningeni nisemaje? Maisha yenyewe magumu leo, hata biashara hamna. Maisha magumu, hata biashara hamna, afu mtu anakuwa tu kipeperushi. Nikasema utajiju. Hebu fikiria. Hivi mpaka nasikia kipindi kabisa unaenda kujiuza. Kuuza mwili wako ili upate fedha. Wewe jua umeamua kuuza nafsi yako kwa nani? Kwa shetani. Kwa shetani. Ndio. Lakini nisikilize mtu wa Mungu. Ibrahimu anasema sikiliza wewe ng'ombe. Sikiliza wewe nguruwe. Sikiliza wewe kenge. Nimeinua mikono yangu kwa Bwana ya kwamba sitatoa chochote kilicho chako. Usije ukasema nimemtajisha Ibrahimu. Kwa sababu Ibrahimu alikuwa anajua kutembea na Mungu lazima nitataji. Nikuelewa vizuri? Ndio. Ila Ibrahimu jamani. Ila Ibrahimu sikiliza. Yaani hataki achukue chochote kile cha shetani. Hataki amuibie mtu. Hataki amsulumu mtu. Ili shetani asije akasema yule alinisurumu ndio maana na lile chumba. Kula cha halali kwenye maisha yako. Amen. Kula cha halali kwenye maisha yako. Amen. Usidhulumu kiwanja cha mtu. Usidhulumu mpaka wa mtu. Ndio. Kula cha halali, watoto wako wakarangie haki. Ndio. Wachemshie haki. Wanywe haki. Ndio. Unasikia? Unasikia? Ndio maana unakuta watoto wengine unakuta matajiri wengine na magonjwa yanatisha. Ndio. Tunaenda Dar es Salaam kununua gari fulani hivi. Unakuta na mzee mmoja amepooza upande wote. Nyumbani kwake kuna ghorofa 3. Ghorofa 3. Sasa kumtaja kwa sababu tuko live. Ila tunaenda kununua gari fulani pale. Yule mzee kapooza. Anaongelea tu upande. Gari milioni 170. 170 milioni 170. Yuko na kamkono kake tu yuko hivi. Yuko tu hivi. Ila mimi nilipoangalia kwa jicho la rohoni nikasema, nikamuuliza mzee, ulikuwa unafanya kazi gani? Sasa mimi nilikuwa serikalini. Nilikuwa serikalini Kitengo gani? Unajua bana, vitengo tu fulani hivi. Vitengo tu fulani hivi. Nikataka tu kumwambia mzee, tubu. Tubu upate uzima. Tibu upate uponyaji. Ndio maana mimi nikimwombea mtu haponi. Unaomba mtu haponi. Omba na haponi. Mwisho wa siku nasema hamna. Sema. Ndio. Isije nikawa nashindana na agizo la bosi. Unajua bosi akishafanya yeye, wewe huwezi kufanya chochote. Ndio. Sema ukweli. Ukitubu Mungu atakurehemu. Ndio. Nataka nikwambie kwamba watu wanaingia maagano magumu na adui shetani. Ndio. Wanaingia maagano magumu, wanawalisha watoto wao vitu vya dhuluma, vitu vya damu. Umejenga kwenye kiwanja cha damu, kiwanja cha kudhulumu, umekula milasi ya watu, umekula fedha za watu, halafu unafikiri utakuwa salama. Nataka nikwambie Yesu ni wa zamani, Yesu ni wa zamani, Yesu ni wa zamani. Luka 10 na natachoma Luka 10. Yesu ni wa zamani mno. Yesu ni wa zamani. Ngoja tupite kwenye Luka 10 hapo. Tumwache kwanza Ibrahimu. Twende kwa mtoto wake. Yesu anasema kwa kuwa huyu naye ni mwana wa nani? Wa Ibrahimu. Naomba soma hiyo. Sura ya 10 mstari wa kwanza.
wa kwanza inasema basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70. Naenda 9. Luka 9. Moja. Luka 9:1. Luka sura ya 9 mstari ule wa kwanza. Akawaita wale thenashara. Sijui. Nataka habari ya Zakayo. Zakayo. Nimechanganya kitabu hapo. Ni Marko na Mathayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Sikiliza mtu wa Mungu. Mangapi unajua habari ya Zakayo ilivyo? 19. Nimesema 10. Nimesema ngapi? 9. Nimesema 19 bwana. Hebu naomba usome hapo. Yesu anakuja kumuita Zakayo, huyu na yeye ni mwana wa nani? 19 tunaanza na mstari wa kwanza. Biblia inasema naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo. Mkubwa mmoja katika watoza ushuru. Naye ni tajiri. Naye ni nani? Ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani. Asiweze kwa sababu ya umati wa watu. Maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio. Akapanda juu ya mkuyu. Apate kumuona. Kwa kuwa atakuja kupita njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu. Akamwambia, Zakayo, shuka upesi. Kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka. Akashuka. Akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipomwona walinung'unika wote wakisema. Sikiliza. Hivi wewe umemkaribisha Yesu kwenye maisha yako kwa ajili ya nini? Nilisema Zakayo akamkaribisha Yesu kwa nini? Kwa furaha. Leo tuna Wakristo yani hata akiokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akiokoka unamwona tu bado ana sura ujikunje. Yani tu ana sura tu fulani hivi. Sura tu yani sura ngumu tu. Yani anawaza tu yani lakini Zakayo yeye alimkaribisha Yesu kwa furaha. Kwa nini? Kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika. Wote wakisema. Ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini. Na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani, kwa sababu huyu naye mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja. Sikiliza, kwa kuwa unani nani? Mwana wa Ibrahimu. Ukiwa mwana wa Ibrahimu hautapenda fedha. Unanielewa vizuri? Ndio. Hautapenda fedha. Nataka nikwambie Zakayo alikuwa na kila kitu. Zakayo alikuwa ni mtu wa serikali. Zakayo alikuwa ni afisa wa TRA. Zakayo alikuwa ni bosi wa TRA. Lakini alikuwa nimesema alikuwa ni mpenda dhambi. Watu wengi wao wanasema tu kwamba Zakayo alikuwa na waibia wafanyabiashara wenzie. Zakayo alikuwa ni mzinzi. Zakayo alikuwa ni malaya. Zakayo alikuwa tapeli. Zakayo alikuwa amemwaga damu. Zakayo alikuwa amezulumu watu. Lakini baada ya kuokoka akaona thamani ya nafsi yake. Kwamba nafsi yangu mimi na thamani. Kwa kuwa na thamani, sikiliza, mtu anagawa mali huku ana furaha, wala pesa sio kikwazo. Tofauti na wewe ambaye umeokoka, lakini fedha bado ni kikwazo. Bado unaweza kuzimu, bado unaweza kuiba,
Akanikwambie Yesu ni utoshelevu. Yesu ni yote katika yote. Yesu hata ukiwa kula mihogo na maji bado utakuwa na furaha. Yesu ukiwa kula matembele lakini unao tumaini na uzima milele utakuwa na furaha. Yesu ukiwa huna chochote lakini una Yesu utakuwa na furaha. Ndio. Zakayo anasema hivi. Wanasema mimi ni mwizi. Ni kweli nilikuwa naiba. Wanasema mimi sijui napenda hela sana kwa sababu nimekipata kilicho cha thamani. Ndio. Nusu ya mali zangu nawapatia nani? Maskini. Nusu. Hivi unajua nusu? Hivi unajua nusu? Ndio. Nusu ya mali yangu nawapatia nani? Maskini. Halafu kama kuna mtu nilimdhulumu, namrudishia mara ngapi? Mara 4. Nataka nikwambie kuna tumie tunaenda kujitokeza. Tuna mimi mleo kunidhulumu. Wewe kunidhulumu 500,000. Nipe milioni 2 yangu hapa. Yaani nataka niwaambie Zakayo alibaki hana kitu. Zakayo kutoka kuwa tajiri akabaki hana kitu. Zakayo alikuwa na kila kitu lakini akabaki hana kitu. Lakini cha ajabu alikuwa na furaha sana. Sio sura kama ya Yohana. Yaani sura ya Yohana haina furaha yoyote. Haina furaha yoyote, inawaza tu siku nikipata hela. Nataka nikwambie wengine waliuza hela zao ili wampate Yesu. Wewe unaye Yesu alafu unamwona hana thamani, lakini chenye thamani ni fedha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni wa thamani. Unanisikia mama Krina? Unanisikia? Unajua? Yesu. Haleluya. Amen. Yaani paka izime. Unasikia mama Krina? Amen. Unajua maana Krina? Yaani je, mimi nilipenda. Krina ni kitu ambacho kinachuja uchafu. Ndio. Kinaingiza kitu safi tu. Naam. Kinaingiza kitu safi tu. Lazima na wewe mama Krina ujue kuchuja kitu safi katika maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Skola, unanielewa skola? Sisi hatumtafuti Yesu ili tupate hela. Na kama umetafuta nitafute kanisa ili nipate hela, sio hili. Yaani kwamba eti nitafute kanisa nitakalo tajirika. Sio tutakuhubiria vitu hivi. Zikija hela ni sawa, zisipokuja ni sawa. Sisi cha muhimu wewe uende mbinguni. Naam. Yaani mimi ukifika mbinguni, haina shida hata ukifika kwa Mungu washtaki. Bwana, ili nichungaji nilikuwa nituambia habari za baraka. Kama haina shida lakini si uko mbinguni. Ndio. Halafu watu wanajuaga eti baraka nifanyeje? Nilikuwa na nini? Wanajidanganyaga. Nilimsikia mtu mmoja anasema, anaimba, Bwana Mungu anataka unibariki, tendende nibariki na galie. Baraka za Mungu galie, baraka za Mungu majumba. Amna. Nataka nikwambie. Biblia inasema hivi, ndipo Bwana atakapowaambia. Tukiwa katika ufalme ujao, ndipo Bwana atakapowaambia. Nyie mliobarikiwa, ingieni ninyi mliobarikiwa. Ingieni. Nyie mliolaaniwa, piteni kona. Sasa kumbe kubarikiwa ni kuwa na Yesu. Ndio. Kubarikiwa sio kuwa na jumba. Yaani Lazaro kalipita kwa waliofanyeje? Waliobarikiwa. Kanatembea. Unaona? Duniani kalikuwa kana hata 100. Ndio. Yaani nataka nikwambie Biblia ilitolea mfano wa maskini wa mwisho duniani. Ndio. Hata eti ushawahi kuona maskini kama Lazaro? Ushawahi kusoma habari ya Lazaro? Bado utakuja umsome sasa Lazaro. Yaani Lazaro mimi mwenyewe mpaka Isaac mpaka nimefika hapa. Sijawahi kuona mtu maskini kama Lazaro. Ndio. Wewe ulishamwona? Juli. Maskini kama Lazaro? Sijawahi kumuona. Anakula makombo. Ulisha kumwona? Unaonaga vichaa tu ila labda kichaa. Bado. Hana akili timamu. Ana vidonda vyake vinalambwa na mbwa. Uliwahi kumwona maskini hivyo wewe wapi? Lakini hapo katapita kwa waliofanyeje? Waliobarikiwa. Kubarikiwa ni kuwa na Yesu. Ndio. Yaani kubarikiwa ni kuwa na Yesu. Unasikia skola? Yaani wewe mimi nachoombea cha kwanza ni uzima wa milele. Ngoja nikwambie, yaani mimi pamoja na kwamba tunaombaga kwamba Mungu sio akumbuke tu ajira. Yaani tu awakumbuke tu yani angalau tu maisha yafanyaje. Lakini ombi kabisa kuu, ombi langu ni skola amuone Yesu. Ndio. Katika maisha yajayo. Naam. Amuone Yesu ndo cha kwanza. Ndio maana akasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Ndio. Hayo mengine mtafanyaje? Mtazidishiwa. Hivi ukienda kwa mfano eti mama ukaenda pale kununua dukani. Mtu akakwambia sawa umenunua kilo 3.
za maharage. Ila sikupi, nakupa nyongeza. Utakubali? Au akakwambia hivi, yaani nauza kilo 3 siongezi. Hata harage hilo utachukua? Si unachukua? Umeenda kununua. Mbona unanyima nyongeza wengi? Mbona tunanyima nyongeza? Niongeza hapo bana, haya matole. Siongezi. Yamepanda bei, utaacha kuchukua. Unabeba. Si tunachukuaga. Lakini Makristo ya leo mapumbavu yanataka nyongeza kuliko bidhaa halisi. Hizo ni nyongeza. Kuwa na mtoto ni nyongeza. Kuwa na mume ni nyongeza. Kuwa na gari ni nyongeza. Sivyo? Ndio. Ni nyongeza. Hatuwezi tukaihangaikia nyongeza. Cha kwanza ni uzima wa milele. Nataka nikwambie, jua sana kilicho cha thamani. Ndio. Jua sana. Wala shetani asije akakwambia kwamba nikupe fedha, nikupe cheo, nikupe mume, nikupe mke ila umwache Yesu. Papa! Ndio. Eti wengine wanaingia kwa Yesu ili wapate hela. Wakati Zakayo lilisiacha hela likaingia kwa Yesu. Ndio. Wengine wanataka nikiingia kwa Yesu nipate hela. Sikiliza, hizo ni nyongeza. Ndio. Haziwezi zikatuzuia kuacha kumwabudu Mungu. Haziwezi zikatuzuia kumtumikia Mungu. Ndio. Zikija sawa, zisipokuja sawa. Pale shule niliwachekesha sana. Niliwaambia, nilisoma lile andiko Misali. Hebu soma hapo tu baba haraka. Leo sasa. Mama, mbona kuna neema sana hapa? Huyo naye ni mwana wa Ibrahimu. Mbona kuna neema sana hapa? Misali 22. Mstari wa kwanza. Hebu soma hiyo Misali 22. Mithali 22 mstari wa kwanza. Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Kuna jina jema zaidi ya Yesu? Hapana. Mweleke. Kuna jina jema zaidi ya Yesu? Hapana. Kuna jina gani jema? Rais? Hakuna. Waziri mkuu? Hakuna. Nani? Hamna. Siku moja mimi, unajua mimi nilikuwa ni shamba. Siku moja bwana nikawa naongea na waziri mmoja. Waziri tena alinipigia yeye. Unajua na mimi Mungu, lakini kidogo ameshaniheshimisha kapo kidogo. Waziri mmoja akanipigia simu, waziri alipojitambulisha, nikasema hamna. Nikajua labda sikumzingatia, akasema akanipigia kwenye video call sasa. Kuna namba ndio kwenye video call. Nikapoka mheshimiwa waziri. Waziri huyu hapa. Kama mheshimiwa, kwanza nikacheka. Mheshimiwa, afu nikajikaza ila sija akajua. Yani unaweza ukaonekana tena na wewe. Yani yeye amesha respect. Alafu unajifanya akikuwa kwenye level fulani unakaa kwenye ile level. Ndio, mheshimiwa. Bwana uzima. Nzuri sana. Bwana uzima. Tena aliniita punda wa Yesu kwa sababu kwenye WhatsApp yangu nimejisave punda wa Yesu. Punda wa Yesu. Na mheshimiwa, bwana uzima. Kumbe ni wewe. Kasema nilikuwa siamini kama ni wewe bwana. Wewe unajua hata sauti na masauti mengi mzee wangu. Akasema tukawa tunaongea naye sasa. Sasa ushida wangu ni dhaifu sana. Nilipokuwa naongea naye, baada akata anakoa. Akamwita msaidizi, lete kwa basi ile dawa yangu afu najisikia kuhalisha. Waziri. Na wewe unahalisha. Waziri. Na yeye anajisikia kufanyaje? Kumbe bana mwanadamu yote ni maudongo. Ndio. Unaweza kumkuta siku moja Mama Samia amepana na mafua na mhangaisha. Ndio. Hivi nani anajua? Bodyguard. Nani anajua dawa ya mafua? Anapenda. Ni mwanadamu. Ndio. Lakini sikiliza. Hatuwezi tukachagua hayo majina kwa sababu mwisho wa siku ni mateso. Anasema heri kuchagua jina jema. Chagua Yesu. Chukua Yesu. Heri kuchagua Yesu. Heri kuchagua jina jema. Na nini? Kuliko mali. Kuliko mali nyingi. Mali ndogo. Nyingi. Skolastika mali ndogo. Nyingi. Leo niko na skolastika tu. Mali nyingi ndogo.
Sasa uje uniambie sasa eti maisha yalikuwa magumu nikamwacha Yesu. Mbinguni nitakuwa na kwa tunasema jamani. Jamani. Unamwacha Yesu kwa sababu nilikuja limbamba fulani lina vyete. Linaongea Kiswahili hata vifiki mwisho. Unajua hafu halijasoma hata lakini Viingereza vingi, you know. So you guys, binti sikia basi. Kwa shida nini? Eti ukaje ukasema nilianguka kwa sababu ni jamali na viete. Ibrahimu anasema sikia, nimeinua mikono yangu kwa Mungu ya kwamba sitatwaa chochote wala nyuzi ya kitamu. Usije ukasema nimemtajirisha Ibrahimu. Mimi nitabaki na Mungu. Aliamua kuvizila vitu vyote vya Sodoma. Nataka nikwambie, zamani ulikuwa ukienda kupigana vita, lazima ukikomboa, ukitoka kupigana vita, mateka uliochukua, lazima watu waanze kukupa asilimia. Lazima waanze kukupa asilimia 30. Unaelewa? Lakini baada ya mfalme wa Sodoma kuleta ujinga na upumbavu, akifikiri nafsi yake Ibrahimu ataiuza kwa sababu ya mali za Sodoma. Alifikiri na yeye na akili kama Rutu ambaye anaonaga tu majiji yanayopendeza na kutiwa. Nataka nikwambie, yeye alisema nimeinua mikono yangu wala hata ile haki yangu sitatwaa. Anasema sitatwaa hata nini? Uzi wa kiatu. Unaona mtu bwana? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikwambie, jua sana. Unajua usipojua zamani ulichonacho unaweza kukiachia kiwepesi. Ndio. Kuna historia inasema kwamba zamani babu zetu walikuwa wazijui dhahabu. Wazungu walikuwa wanakuja Afrika wanawaletea kete. Wanatoa nini? Wanatoa dhahabu. Usipojua thamani ya dhahabu utaiuza dhahabu kwa kupewa chupa. Chupa unapewa. Lakini yeye alibaki na Yesu. Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Na neema kuliko fedha na dhahabu. Na neema kuliko fedha na nini? Na dhahabu. Tamani kuwa na neema ya Mungu. Pita duniani hapa ukiwa umejaa neema ya Mungu, umejaa haki, umejaa utaua, umejaa utakatifu, ni mama wa ibada, ni binti wa ibada, ukiwalea watoto wako katika njia za kumpendeza Mungu. Pita duniani kwa namna hiyo. Chagua neema ya Mungu kuliko fedha na dhahabu. Chagua neema, chagua baraka, kwa sababu hawa ndio watakaobarikiwa. Haleluya. Sasa anakuja na gonga msumari wa moto. Msumari wa moto. Ndio. Mstari wa pili anasema, tajiri na maskini hukutana pamoja. Tajiri na maskini hukutana pamoja. Halafu Bwana ndiye aliyewaumba wote wawili. Halafu sikiliza, ninavyompenda mhubiri sasa. Halikutaka hata kufafanua. Maskini na tajiri hukutana wapi? Pamoja. Nikamwambia pale chuoni kwangu, unajua? Jana walicheka sana. Kimsingi walicheka sana. Nikamwambia sasa sikilizeni. Unajua babu yangu mimi alikuwa hana hela. Yaani mzee Shitunguru mimi alikuwa na kazi yake, alikuwa anauzaga ugoro. Alikuwa anavuta ugoro mpaka amekufa. Mpaka amekufa. Na babu yangu aliwahi kupigana na mtu akamuua kwenye pombe. Unaona? Akamuua akakimbia. Kipindi hicho hata polisi walikuwa wafuatilia sana. Eti anakimbia kutoka kule maeneo ya Bwanga kule, anakimbilia Kasamwa jile liko polini na Mahuna kule. Akaenda akakaa kule. Unaona? Mzee Shitunguru huyo. Babu alikuwa ananuka ugoro tu mdomoni. Hajaacha urishi. Yaani hata baba hajaozeshwa na babu. Mzee ni chuma. Baba anasema mimi nilikuwa natengeneza vitanda, nikapata hela kwenda kutoa mahali kwa mama. Ya bana babu anasema babu alikuwa ni mzee wa ugoro tu. Ni swala kuweka tu hapa. Lakini niwaambie jambo moja. Sasa hivi wako pamoja na Nyerere. Maskini na tajiri hukutana mahali hapo pamoja ila ambao hawajaokoka. Mimi sitakutana nao. Hatutakutana jehanamu. Ndio. Hao wote wawe na fedha, wawe hawana fedha. Kama walikuwa na Yesu ni jehanamu. Ndio. Wewe chagua jina jema na neema ya Mungu. Amen. Chagua jina jema na neema ya Mungu. Amen. Kuliko mali nyingi. Amen. Hayo ndio maisha yako. Amen. Naomba usimame. Yes. Naomba usimame.
jina. Yuli, karibu uimbishe wimbo, na kama kuna mtu yeyote anaweza akawa anahitaji maombi, anahitaji maombi, atasogea mahali hapa.
ukasimame katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Malaika wakafanya pressure, malaika wakasimama pande yake, wakaomba Yesu, wakaomba Yesu, wakaomba Yesu, wakaomba Yesu. Kama mfalme Shere ambaye kulala hakupenda vibaya, hakupata usingizi, hakupata usingizi, hakulala, haki ya mtumishi wako Mordekai ilipopatikana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Inaamuru Bwana hiyo mahakama Bwana ikapendeke katika jina la Yesu. Inaamuru Bwana huyo hakimu Bwana akapendeke katika jina la Yesu. Yesu jisirishe, Yesu, Yesu mfalme, una hukumu kwa haki na kuita wewe, na kuita wewe kwa ajili ya haki ya mtumishi wako, kwa ajili ya haki ya mtumishi wako, kwa ajili ya haki ya mtumishi wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Jisirishe Bwana, jisirishe Bwana, naiweka familia hii mikononi mwako. Hata kama shetani ameitesa kwa miaka mingi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wengine wanapata magari, wengine wanapata farasi, sisi tunapata jina lako Baba, jina lako Yesu, jina lako Yesu, jina lako Baba, jina lako. Onekana Bwana, gusa watoto wako, gusa mama huyu, gusa mtoto wake, gusa mume wake, gusa familia hii katika jina la Yesu, kwa damu yako, kwa moto wako, kwa moto wako. Wakuondoe, 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 wakaseme haya ndio matendo makuu ya Mungu. Yesu, Yesu. Nasimama kinyume na uchawi, nasimama kinyume na waganga, wachawi wote, waganga wote wanaokuja kwenye hili anga ili wapate kujaribu, ili wapate kupokonya, ili wapate kunyang'anya. Ninaweka mpaka leo, ninaweka mpaka leo, jina la Yesu likasimama kwenye hili anga, likasimama kwenye nchi, likasimama kwenye nyumba. Alama ya damu ya Yesu, alama ya damu ya Yesu inapakwa leo kwenye milango ya mcheli wako. Alama ya damu ya Yesu, alama ya damu ya Yesu, ambayo yoyote, alama ya damu ya Yesu ilipopata kwake, maradhi ya kupatikana, magonjwa ya kupatikana, mateso ya kupatikana, waganga wa kuweza, wachawi wa kugusa. Alama ya damu ya Yesu, alama ya damu ya Yesu, alama ya damu ya Yesu, alama ya damu ya Yesu. Kama hiyo alama ya mwana-kondoo iliokoa Israeli ilikuwa ni kivuli tu, sasa tunayo damu halali, tunayo damu halisi ya Yesu Kristo. Bwana, damu yako ikatawale, damu yako ikatawale. Hakika hakuna uchawi wala uganga juu ya Yakobo. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana tawala, Yesu tawala, Yesu tawala, Yesu tawala. Asante Bwana, asante Mwokozi, asante Mwokozi, asante Bwana. Ndiyo maana sura kuabudu, ndiyo maana tunakuabudu, ndiyo maana tunakuabudu. Kumbuka sababu ya kumwabudu.
Yesu anaweza. Hiyo ndio sababu yangu ya kumwabudu Yesu. Yesu anaweza. Sababu ya kukabili shambila ndiyo Yesu waweza. Yesu waweza. Yesu waweza. Nisikie makofi kwa ajili ya Yesu Kristo. Ongeza tena makofi.